min at-tijara na biashara. Siku ya Jumaa Muislamu atakana aje mapema, akae msikitini, asikize khutba, asishughulike na jambo lingine lolote ambalo kwamba litampumbaza na khutba ya Jumaa. Ikhwani fillah, ama maudhui yetu ni kuhusu rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi huu ni mwezi ambao amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya ambazo zimepokelewa nyingi. Rabiul Awwal tarehe 12, na pana budi sisi kuzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kikubwa ni kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu asema, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mwenyezi Mungu asema hatukukutuma wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa uwe ni rahma kwa walimwengu. Said bin Jubair asema an Ibn Abbas qal kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'i nnas, mtume ni rahma kwa watu wote, kwa wale ambao wamemwamini mtume sallallahu alaihi wasallama na wakasadikisha wakakubali ujumbe ambao kwamba amekuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, hao watakuwa ni wenye kupata mafanikio. Na yule ambaye kwamba hakumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, pia ni rahma mtume sallallahu alaihi wasallam kwake, kwa sababu atasalimika mimma lahiqa al-umama as-sabiqa min al-khasfi wal-gharq. Atakuwa ni mwenye kusalimika kutokana na kile kilichoasibu umma waliotangulia katika mitetemeko, kutokana na kughariki na kupenduliwa ardhi. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahmatan lilalamina, kwa walimwengu wote, insi na jini, mu'min na kafir, mungwana na mtumwa, mnyama na binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi yake, innama ana rahmatun muhdah, mimi ni rahma iliyoletwa zawadi kwa walimwengu. Ni rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi zawadi. Kwa rahma hii ikawa ni yenye kukusanya waumini na wasiokuwa waumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa yeye ni rahim, anakhafifisha sala kwa sababu ya watu ambao wako nyuma yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mtu atakapokuwa imam basi akhafifishe, kwa sababu nyuma kuna wazee, kuna wagonjwa, kuna na wasafiri. Hii ni rahma na ni huruma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na huruma na shafaka kwa watu wanyonge na madhaifu, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam rahma yake ilienda mpaka kwa wanyama. Wale walipochukua vifaranga wa mmoja katika ndege ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakasirika, akasema, nani ambaye kwamba amemuudhi huyu ndege kwa kuchukua vifaranga wake? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwanamke ameingia motoni kwa sababu alimfungia paka ndani, hakumpa chakula na hakumpa nafasi yule paka akatafuta katika riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hiyo huyu mwanamke ameingia peponi. Kisha akazungumza kuhusu mtu ambaye ameingia peponi kwa sababu ya mbwa. Aliposhuka katika kisima akanwa maji, alipotoka akamwona mbwa anaramba mchanga na vumbi kwa sababu ya kiu, akashuka viatu vyake vya hofu wakati ya maji, akampatia yule mbwa akanwa, ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofathi Makka aliwaambia watu wa Makka, idhhabu
fa antum tulaqa, nendeni mko huru nyinyi. Na hawa ni watu ambao kwamba walipinga dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakataa risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawatesa maswahaba zake, bali yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama walimfanyia vitimbi vingi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, ni rahma kwa walimwengu, alikuwa na huruma nao. Ikhwani fillah, kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulimwengu ulikuwa umeenea ufisadi, ulimwengu ulikuwa umeenea dhulma, ulimwengu ulikuwa umeenea ujinga, na watu walikuwa wanaabudu masanamu. Mwanamke anarithiwa kama vile ambavyo kwamba mtu anarithi mbuzi ama anavyorithi hayawani ama anavyorithi nyumba. Akitaka atakaa naye, akitaka atamtaliki, anamrithi mwanamke. Mwanamke alikuwa hana sehemu, hana fungu katika mirathi. Kabla ya bi'tha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa jaziratul Arab imezungukwa na asabiyya alqabaliyya, ubaguzi wa kikabila na taasubi na ujinga. Watu wanapigana kwa sababu ngamia amemshinda ngamia mwingine. Huyu ngamia wake ameshindwa na ngamia wa mwingine anampiga yule, anakuja mtu wake anampiga huyu, inakuwa ukoo huu unapigana na ukoo huu, inaenda miaka watu wanapigana, na chanzo ni ngamia ambaye kwamba ameshinda ngamia mwingine. Thamani zilikuwa zimekosekana kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinachoangaliwa zaidi ni huyu ni bwana na huyu ni mtumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye alikuja akarekebisha hizi thamani na akhlaq. Akhlaq zilikuwa ni mbaya watu walikuwa na akhlaq ambazo kwamba ni za upotofu. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumtumiliza na akampatia risala ya Uislamu, kwa sababu tunapozungumza dhikra maulidihi sallallahu alaihi wasallam, hatuzungumzi mujarrad wa kuzaliwa mtu tu, bali tuzungumza kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye amepewa risala, ambaye kwamba amebeba Qur'an na akafanya kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mabadiliko makubwa katika ulimwengu. Mabadiliko haya yalianza katika jaziratul Arab, katika sehemu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Makka, na dawa ikaanza hapo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra kwenda Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akawatoa Waarabu na watu katika kiza na mporomoko, inhitat. Walikuwa ni watu duni thamani, watu wanaabudu masanamu, watu wana mnyonge hana haki, mwanamke hana haki, watoto wanazikwa wakiwa hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na risala hii ya Uislamu, akawatoa Waarabu katika kiza totoro ambacho kwamba wao walikuwa wanaishi, akawaleta katika nuru ya Uislamu. Waarabu waliokuwa wanapigana, Aus na Khazraji, walikuwa na vita baina yao wakichochewa na Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akawaunganisha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaunganisha Aus na Khazraji, bali aliwaunganisha Waarabu wote katika jaziratul Arab. Kisha akatoka akaenda zaidi, akafika sehemu za Misri, akafika na sehemu za Sham, akaunganisha na watu ambao kwamba
wako sehemu za Bukhara na kwingine kote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta mafahimu tofauti kupitia Qur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta mafahimu katika hadithi zake, almu'minu lilmu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da, almuslimu akhul muslim. Haya si maneno tu ya kusemwa na kukariri, bali haya ni mafahimu ambao watu waliojengwa wakawa ni watu wengine tofauti, akaondoa furqa akaleta wahda. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka nidhamu ya uadilifu na rahma, nidhamu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema annasu sawasiyatun kaasnani almushti, watu wako sawa sawa kama meno ya kitana vile. Nidhamu ambayo kwamba imewafanya uadilifu watu wote. Watu walipokuja, mwanamke wa Bani Makhzumi alikuwa ameiba, wakataka aombewe na Zaid kwa sababu alikuwa ni hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asikatwe mkono. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lau kanat Fatimatu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lau ingekuwa ni Fatima binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema laqata'tu yadaha, ningemkata mkono. Ni moja kuniambia kwamba huu ni mwanamke sijui katika ukoo gani na ana sharafu gani na nini. Kwa hiyo akaleta nidhamu ya uadilifu na nidhamu ya haki ambayo kwamba iliweka watu wote sawa, na masahaba walifuatiliza, kwa sababu ilipofika wakati wa Umar ibn al-Khattab, mtoto wa Amr ibn al-As alimpiga Mkibti kule Misri, na Amr ibn al-As ilikuwa ni wali wa Misri, yani kama gavana wa Misri, mkuu wa Misri. Mtoto wake alipompiga Mkibti kule, Mkibti alifunga safari kutoka Misri mpaka Madina, akaja kwa Sayyidina Umar radhiallahu anhu akamshtakia. Sayyidina Umar akamuita Amr ibn al-As pamoja na mtoto wake watoke Misri waje, kwa sababu kuna Mkibti amemshtaki, na ulio si Muislamu ni Mkristo Mkibti. Alipofika akauliza, akajua uhakika wa kesi, na alipojua makosa ni ya mtoto wa Amr ibn al-As, akampatia bakora yake Sayyidina Umar. Mtoto wa Amr yule Mkibti akamwambia, mpige huyu mtoto wa Amr ibn al-As, idrib ibn al-Akramin, na akamtia fimbo bakora kisawasawa. Kisha baadaye akamwambia, chukua bakora mpige Amr ibn al-As, kwa sababu Amr ibn al-As ndio sababu ya mtoto wake kukupiga. Yule Mkibti akasema, basi mimi maadam kisasi nishalipiza kwa mtoto wake tosha. Sayyidina Umar akasema maneno yake ambayo yafaa kuandikwa kwa wino wa dhahabu, mata sta'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara, lini nyinyi mnafanya watu kwa watumwa na wazazi wao wamewazaa wakiwa waungwana? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabikisha uadilifu na nidhamu hii, nidhamu lislam, na wakafuata masahaba baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao iliweza kubadilisha uso wa dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka nidhamu katika mji wa Madina, akaweka mkataba baina yake, baina ya Waislamu, baina ya mushrikina, baina ya ahli alkitab, na ikawa ni yenye kutabikishwa, ambao ni wathika ya Madina. Ikhwani fillah, tunapokumbuka mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatakana tufahamu ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni qudwa, ni kiigizo chema, twafaa kumuiga katika majali yote ya maisha sio katika dhikri na tasbihi peke yake, wala si katika mambo ya kiroho peke yake, bali katika nyanja zote za maisha. Na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam
katika nukta zote za maisha ndo njia ya kufaulu na kuokoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali, ndiye aliyesema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji na za hija. Ndiye aliyesema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin addu alaiha bin nawajib. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio atuambia tufuate mwenendo wa makhulafa rashidun, mwenendo wake na mwenendo wa makhulafa rashidin katika masala ya hukumu na siasa. Kwa ikhwani fillah, Uislamu leo utaona Waislamu wakizungumza mijadala mikubwa, maulidi yafaa, maulidi hayafai. Ichukue sehemu katika maisha ya Waislamu umri, lakini cha kujadiliwa, je, Uislamu ni manhaji ya maisha ama si manhaji ya maisha? Uislamu ni manhaji ya maisha, na hili kila mmoja analikubali. Kaifa nutabiqu alislam liyakuna manhaja haya. Kwa hiyo lazima tunapokumbuka dhikra maulidi sallallahu alaihi wasallam tukumbuke risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume baada ya kufanya hijra akaenda Madina na akawa ni mwenye kuweka mkataba na Makuraish kusimamisha vita miaka 10. Jambo la kwanza alilofanya ni aliandikia barua wafalme na watawala katika miji, akiwaambia aslim taslam, silimu utasalimika, utasalimika utawala wako na utasalimika na moto wa Jahannam. Bali aliwaandikia wafalme tofauti tofauti, na Hirakli adhimi Rum alipopatiwa ujumbe akasema, nataka mtu katika watu wa Makka Makuraish, kina Abu Sufyan walikuwa kule, akasema nataka mtu ambaye ni karibu na mtume kinasaba. Akaletwa Abu Sufyan, akamuuliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, anachokilingania, anachokizungumza na nini, akamweleza yote. Akaambia yale uliyoyaeleza yote ni dalili ya kwamba huyu ni mtume. Ikiwa ni kweli unayoyasema, la yamlikanna mawdhi'a qadamayya hatai, huyo bwana atakuja kumiliki hapa niliposimama. Kisha walipoondoka akawakusanya wale wakubwa wa Kirumi, akawaambia fungeni mlango, wakafunga mlango. Kisha akawaambia bwana, mkubalini huyu, mkitaka kufaulu na kuokoka na kubaki ufalme wenu, mkubalini huyu Muhammad. Watu walipoanza kupinga wakizunguka huku na huku kama punda milia, akahofu utawala wake na ufalme wake, akawaambia njooni, mimi nilikuwa nawajaribu, nataka kuangalia imani zenu, je, ni thabiti ama si thabiti, lakini naona kweli nyinyi mumeshikilia imani zenu. Wakamsujudia, wakamshukuru, wakabaki katika kufuru yao. Lakini yalikuwa kweli aliyoyasema, kwa sababu wakati wa Umar bin al-Khattab Uislamu ulifika katika biladi hizi za Suria, na akasema Hirakli, wadaani ya Suria la rujua baada, kwa heri, haturudi, hakuna kurudi tena baada ya hapa. Ikhwani fillah, tunapokumbuka wazazi ya Mtume lazima tuangalie hali ya umma wetu uko wapi na kusahihisha mwenendo. Ikhwani fillah, maswali ambayo kwamba sisi Waislamu tunafaa kujihisabu, tuko wapi sisi na akhlaq za Mtume na rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kwa ulimwengu. Uko wapi umoja wa umma wa Kiislamu na umoja wetu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitujenga, wa'tasimu bihablillahi jamia. Swali tunafaa kujiuliza, je, tutabikisha Uislamu maishani kivitendo? Kuna kutabikisha mtu binafsi na kutabikisha nidhamu katika maisha. Je, tutabikisha? Swali ambalo kila mmoja afaa kujiuliza. Je, twabeba hamu ya Uislamu na hamu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maishani, ama shughluna shaghil,
kinachotushughulisha zaidi ni maisha yetu, kula kwetu, biashara yetu, siku zetu. Kisha baadaye kama walivyofanya Waislamu wa mwanzo wa katikati, baada ya Waislamu wa mwanzo kuharakika zaidi, na kisha wakawa mabwana waliokuja baadaye, waliona ya kwamba kazi kuu yao ni kasbu dunia, watafute dunia, wakipata nafasi basi alwaadh walirshad, watoleane mawaidha, birrul walidain, kuwa na tabia njema, basi toleane mawaidha na nini. Uislamu hautabikishi, hatuna habari. Ikawa ni sababu ya mporomoko, ikawa ni sababu ya madhila, ikawa ni sababu ambayo hali tumefikia ikhwani fillahi leo. Kwa hiyo wajibu wa umma wa Kiislamu, wajibu wa umma Muhammadia ni waamke, waache kulala, waamke katika usingizi mnono ambao kwamba wako, washikamane na dini yao kama alivyowahusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, warudishe umoja wao na nafasi yao. Nafasi ya umma wa Kiislamu ni nafasi ya kuongoza umma zingine. Nafasi ya umma wa Kiislamu sio kuwa katika mkia. Na kihakika Waislamu walipoacha kutekeleza Uislamu na wakafahamu Uislamu kimakosa, walifahamu Uislamu kiroho tu, na hivi ndivyo walikuwa wanakitaka wa magharibi kwetu. Waislamu wakarudi nyuma, wa magharibi wakaenda mbele, Waislamu wakawa katika mkia. Kwa hiyo lazima Waislamu waamke na waache kutosheka na baadhi ya mambo ambayo kwamba ni ya mtu binafsi peke yake. Uislamu umekuja ni rahmatan lilalamin, kwa walimwengu wote. Nidhamu yake uadilifu kwa ulimwengu mzima na kwa watu wote, sio kwa umma pasi na umma, wala kwa watu pasi na watu, bali ni rahmatan lilalamin, ni rahma kwa ulimwengu mzima na kwa wanadamu wote. Na hakuna rahma ambayo kwamba ni ya kibinafsi, bali ni rahma, nidhamu yake na sharia zake na ahkam zake, hii ni rahma lilalamin. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum sajmin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله دواما لمن جهد وكفر، أشهد أن محمدا عبده سيد خلائق البشر. بعد الله اتقوا الله تعالى من السماء له يقول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثبت الكرسي وثلث بكم أيها المؤمنون من الجن وإنسه، فقال تعالى مخبرا وأميرا إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشافي الأمة ما هذا بالقديم وسابي كتابك الكريم وعلى آله وصحبه كل مهمة، خصوصا دلاس العريق أمير سيدنا بكر الصديق، ولا سيد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن أمير سيدنا عثمان بن عفان، ولا سيد الله الغالب أمير سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى بقية أصحاب رسول أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب سميع الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي المهمات. عباد الله إن الله يأمر بالصلاة وينهى عن الصلاة، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفركم الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.